wanasema sisi hatukutaka kufunga bao, tushafuzu na nini, lakini kiuhalisia hiyo wanazungumza baada ya matokeo. Lakini hao mashabiki ungeenda kuwauliza kabla mchezo wangekuambia tunashinda na tunataka kushinda, kwa sababu siku zote utamaduni wa timu kubwa ni kucheza vizuri na kushinda kwa ushawishi. Hata kama ni mechi ya kirafiki unatakiwa kushinda. Ukitaka kujua kwamba mashabiki wenyewe wanataka timu yao ishinde, tazama matokeo ambao wamekuwa wanapata kwenye mechi za kirafiki ambao sio mazuri, jinsi ambavyo wamekuwa wanalalamika. You see, kwa unaweza ukaona kwamba utamaduni wa timu kubwa ni kushinda kila mechi. Haijalishi mechi ya kwanza ulishinda kwa mabao 3, lakini unahitaji kutuma hiyo message kuelekea hatua ya makundi kwamba Simba tuko tayari kwa ajili ya kucompete, tuko tayari kumfunga yeyote anayekuja. Hawa Nsingizini unaowaona mechi ya kwanza msimu uliopita walifungwa na Stellenbosch kwa mabao 3 away, lakini Stellenbosch alivyokuwa nyumbani alituma message zaidi kwa kuwafunga magoli mengine 5, kwa maana aliwaondoa kwa aggregate ya mabao 8-0. Hivyo ambavyo timu ambayo inatuma message inafanya. Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba jana hakutaka kufunga bao wala hakutaka kushinda ni uongo. Hiyo ni kupooza machungu baada ya timu kuwa imepata sare. Nadhani jana ukiangalia kwa Pantev inawezekana alihitaji kujaribu vitu vingi. Nikitazama mechi ya jana ya Simba inanikumbusha ambacho nimewahi kukiona kwenye mechi ya finali ya UEFA kati ya Man City na Chelsea. Ile finali ambayo Chelsea walienda kushinda goli 1-0. Ni game ambayo Pep alitumia ujuzi mwingi mpaka ukapitiliza. Unajua sometimes ukitumia viungo vingi kwenye mboga inaweza ikaharibika. Yaani alichokifanya Pep ni kujaza viungo wengi and then anamwacha mshambuliaji kama Sergio Aguero benchi. Kwa hiyo kwenye box la Chelsea hakukuwa na mtu. Ndio kitu ambacho nimekiona jana kwa mwalimu. Yes, alihitaji kudominate, alihitaji kuwa na idadi kubwa ya viungo, lakini Simba jana walikuwa toothless. Hawakuwa na meno kabisa. Kwa jinsi ambavyo walicheza mechi ya jana, inawezekana wangecheza hata dakika hata 500 wasifunge bao, kwa sababu kuona dalili yoyote ya wao kuweza kupata bao. Jana nadhani mwalimu alibadilisha baadhi ya. Jana mwalimu wa Simba alihitaji kudominate mchezo na alihitaji kuzicontrol zaidi phase mbili, kwa maana phase ya kwanza ya ujenzi na phase ya pili ambayo ni progression. Lakini ukiangalia phase ya 3 ambayo ni creation na phase ya 4 hazikuwa na uhai mkubwa. Yes, phase mbili za kwanza zilikuwa overloaded, kwa maana alikuwa na idadi kubwa ya wachezaji. Jana kwa mara ya kwanza tunaona Simba akiwa anatoka nyuma akiwa na back three. Yaani jana tunamwona Shamu Karabu ambaye alikuwa anatumika kama left sided center back, and then katikati kuna Kagoma ambaye alikuwa anasimama katikati ya ma center back wawili, and then una Shamu Karabu, una Derok ambaye alikuwa anacheza kama right sided center back. Lakini ukitazama hawa ma center back watatu ambao walikuwepo, hawa wawili wa pembeni kwa maana ya Shamu na Derok walikuwa na uhuru mkubwa sana wa kusogea mbele, kudrive na kusogeza mpira mbele. Yaani walikuwa wanaruhusiwa kukokota mpira kusogea mbele maeneo ya pembeni, and then Kagoma atabaki kwenye hili eneo mwenyewe. Kwa hiyo jana Simba wakiwa wanatoka nyuma unaiona hii back three, and then una Duchu ambaye anasogea kwenye mid third. Jana tulimuona mwalimu anampa nafasi sababu going forward Duchu ni mzuri, anaenjoy sana kwenda mbele. Kwa hiyo mwalimu aliamini zaidi anaweza kucheza kama wing back, and then kulikuwa kuna Mligo ambaye alikuwa anacheza upande wa kushoto. Sasa hapa katikati ndo mwalimu alihitaji kujaza viungo wengi ambao tunasema mwalimu alikuwa anahitaji mobility. Yaani viungo ambao wanahama, wanatembea. Kwa mfano ukiangalia jana alikuwepo Morris Abraham, alikuwepo Jean Chalea Ua, alikuwepo Mutale, alikuwepo Mpanzu, lakini pia alikuwepo Kip Dennis. Hao ukiwaangalia viungo wote hakuna aliyekuwa pembeni. Yaani ukimwangalia Mpanzu alikuwa anacheza zaidi shimoni, ukimwangalia Kibu alikuwa anacheza zaidi shimoni, lakini ukiwaangalia kina Mutale, Jean Chalea Ua na Morris walikuwa wana interchange, wanabadilishana nafasi. Kwa mobility ilipatikana, lakini kwa bahati mbaya hatukuona creativity. Ndio tunakuja kwenye phase ya 3. Ubunifu uko wapi? Kwa sababu nitakwambia kwenye kipindi cha kwanza sikumbuki Simba waliingia kwenye box la Nsingizini mara ngapi. Na sio tu kuingia kwenye box. Unajua first half Simba hawakuwa hata na on target, hawakulenga. Kwa kilichokuwa kinatokea ni kweli Simba wanaweza kumiliki mpira kwenye hizi phase mbili, lakini kwenye phase ya 3 ya ubunifu na kwenda kwenye box hakukuwa na madhara yoyote. Kitu ambacho Nsingizini jana walikuwa wanaweza kudefend vizuri, kwa sababu walikuwa kwenye 4-4-2, wana defend vizuri, and then wakiiba mpira anaweza kutembea kwa pasi fupi, and then wakapiga some crosses kwenye box. Nitakwambia first half hata second half timu bora kwangu mimi ilikuwa ni Nsingizini. Kwa bahati mbaya hawakuwa clinical enough. First half
Ayubu amefanya save moja kali sana ambayo ilikuwa inaingia langoni. And then nenda karejee lile tukio la nahodha wa Nsingizini Dlamini, ile free kick ambayo alipiga ikaenda kugonga mwamba. So Nsingizini walikuwa kibreak mstari wa katikati kwenda kwenye zoni ya Simba, unaona wana madhara zaidi. Lakini Simba wao wenyewe walikuwa wanaweza kufanya vizuri kwenye phase mbili za kwanza, lakini hauoni ubunifu, na kwa bahati mbaya kwenye box hawakuwa na mtu. Nadhani second half mwalimu akaona it's okay, ngoja niingize washambuliaji wawili. Ndio tunamuona Mkwala anaingia, lakini pia Soa tulimuona naye anaingia. Ukiwa na mshambuliaji kwenye box, Duchu na Mligo wana uwezo wa kuoverlap wakapiga cross kwenye box kwa sababu wanajua kuna mtu. Lakini first half hakuwa na hayo madhara ambayo wanaweza wakaoverlap wakapiga some crosses kwenye box kwa sababu hakukuwa na mtu. Na then angalia hawa viungo wote watano niliowataja, wote ni ball fit player. Kidogo Jean Charles Ahoua ndo mtu ambaye anaweza kuachia pass akariski akaachia, lakini muda mwingi alikuwa anacheza deep na Morris Abraham. Kwa naye kulikuwa kuna umbali mkubwa sana kati yake yeye na box la timu pinzani. Lakini ukimwangalia Mpanzo ambaye jana alikuwa na mechi mbaya sana, ukimwangalia Kip Dennis, lakini ukimwangalia Budo Mutale, wote ni both fit. Wakipokea mpira wanataka kudrive. Sasa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kupenya mstari wa kwanza wa ulinzi wa Nsingizini, mstari wa pili wa ulinzi, and then mstari wa tatu. Hivi kwani ukiwa hauna striker uwezi kutengeneza nafasi na uwezi kutengeneza kupata on target ukiwa hujaanza na striker? Unaweza. Sasa kwa nini hao walikuwa hawajafanya hivyo hata kipindi cha kwanza, na walikuwa na wachezaji ambao ni ball to fit na wana uwezo wa kuingia kwenye penalty area ya mpinzani, lakini hatukuona hizo on target wala majaribio ya maana? Nadhani moja kati ya sababu kubwa sana ambayo iliwafanya Simba jana kuchelewa, kwanza kulikuwa kuna back pass nyingi. Yaani ule uthubutu wa kwenda kwenye zoni ya Nsingizini ulikuwa ni mdogo sana. Yaani Simba wakitoka kwenye mstari wa kwanza wakaja mstari wa pili, hakuna uthubutu wa kupiga penetration, pasi za kujaribu. Haijalishi pasi imepotea au imefika, lakini tunajaribu, tunapiga pasi nyingi plus uharaka. And then na muhitaji Kibu na Mpanzu kufanya movements za haraka katikati ya center back na full back wa timu pinzani, kwa sababu mimi kama ni Budo Mutale nataka kupiga penetration, siwezi kupiga penetration kama hakuna mtu aliyefanya movement kwenye box ya timu pinzani. Kwa nani anafanya? Na kuhitaji Mpanzu upite katikati ya center back na full back, fanya movement kuingia kwenye box. Kibu fanya movements ili mimi nione mtu wa kumpigia penetration na goli lipatikane. Lakini ukimwangalia Kibu muda wote unamkuta kwenye zoni ya 14. Ukimwangalia Mpanzu muda wote unamkuta kwenye zoni ya 14, zoni ya 11. Wote wamejichagulia kaeneo wanacheza mule. Kwa hiyo hakukuwa na uthubutu, hakukuwa na ile reinforcement kwamba tunawaforce kuweza kupata bao, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo ni game ambayo jana Simba wamecheza vibaya kabisa. Wamecheza vibaya, poor performance, hakukuwa na creativity, hawakuwa na uthubutu jana, na kwa bahati mbaya kuona kama walikuwa wanahitaji kupata bao. So ni performance ambayo watatakiwa kuisahau kwa haraka sana. Na kinachonishangaza zaidi bwana Paul, kwa kumalizia, Simba msimu huu imekuwa ni timu ambayo haina muendelezo wa kufanya vizuri. Unajua kwa mfano mechi iliyopita ambao walishinda bao 3, tulikuja hapo wote tukawasifia jinsi ambavyo walicheza mpira mzuri, muendelezo wa performance, lakini unashangaa mechi inayofuata wako down tena. Na imekuwa ni yani msimu huu imekuwa ni trend. Watacheza mechi hii vizuri, mechi inayofuata down. Sasa moja kati ya kitu ambacho mwalimu anataka kukifanyia kazi ni consistency. Lazima wawe na muendelezo wa kufanya vizuri. Cheza vizuri mechi 2, 3, 4 mpaka 5 ili wachezaji wapate momentum na wajue ni nini ambacho kinahitajika. Okay, sawa. Hans, safi kabisa, umeeleza vizuri, na tumsikie Evans Uvodius naye ana mtazamo gani. Na Evans, kwanza kabla ya kutazama mechi jinsi ilivyokuwa, nataka tumzungumzie Elie Mpanzu. Umemfuatilia katika game kadha wa kadha, hebu niambie juu ya performance yake. Ni ile ambayo alianza nayo msimu uliopita na katikati ikawa tunamuimba kweli? Ukimwangalia ni kama mchezaji ambaye anajilazimisha hivi kucheza. Pengine zile tetesi za usajili kwamba alikuwa anahusishwa kwenda Yanga huko, Simba wakaendelea kumshikilia, inawezekana hayuko tayari kuitumikia Simba Mpanzu. Sitaki kuungana na wewe kwenye hayo. Sitaki kuungana na wewe kwenye hayo kwa sababu bado naamini ni mchezaji wa Simba na naamini ni nyakati ambazo wachezaji wengi wanapitia duniani. Yes, tunaelewa, lakini
sisi tuna jaji kinachoonekana kwenye mchezo husika. Naam. Yes, kwenye mchezo wa jana hakuwa na performance nzuri kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wanategemea. Tunajua ni mechi ambayo tayari mna matokeo ya faida ya goli 3. Kwa hiyo kuna vitu vingi tulikuwa tunategemea kuviona kutoka kwa wachezaji, kurelax na kufanya vitu vionekane kwenye ubora mkubwa, kwa sababu hamna pressure ya matokeo. Lakini mwisho wa siku imekuwa ni tofauti. Mtu kama Mpanzu ulikuwa unategemea kuona vitu vingi kutoka kwenye miguu yake. Tumeona kwa baadhi ya nyakati amekuwa anafanya hivyo. Issue kubwa ni muendelezo. Yaani hapa ndiko ambako tutarudi kuweka utofauti wa mchezaji mkubwa, mchezaji bora wa mechi na mchezaji mzuri. Kwa hiyo sasa hapa napata taswira kumuelewa Fadlu kwamba alikuwa anahitaji X factor na Mpanzu bado hajaingia kwenye wale wachezaji X factor. Inaweza ikawa Fadlu alikuwa anamaanisha ni nini anahitaji, lakini bado naamini Mpanzu ni mchezaji mzuri. Yaani bado naamini kwenye hilo. Kikubwa ni yeye mwenyewe tu kuiamsha hali iliyoko ndani yake, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza kufanya hilo kama wewe bado hujakubali kwamba kuna vitu havitokei vile ambavyo ilikuwa. Mpanzu ni moja kati ya wachezaji ambao wakiwa na mpira ni watu hatari sana. Issue inakuja ni hiyo motivation yeye mwenyewe anayo kabla ya kupewa na mtu mwingine. Kama kuna namna unaona umeridhika, mwisho wa siku huwezi kuwa mchezaji mkubwa. Mchezaji mkubwa haridhiki, kila siku anatamani kufanikiwa. Ndio maana leo tunazungumza Ronaldo anacheza na zaidi ya miaka 40 bado yuko kiwanjani, kwa sababu motivation ya kwake binafsi ipo na kutoka kwa watu wengine. Yesu unaweza kuachieve kitu fulani, na ndio maana anatuonyesha. Kwa hiyo kwa Mpanzu mimi naamini kama anaweza kuboresha na bado msimu huko mpya kabisa ni mwanzoni, anaweza kaisaidia Simba, ila kwa mwenendo kama wa mechi ya jana naamini yuko kwenye mazingira magumu. Ikitokea kuna mtu ana perform vizuri, anaweza kujikuta anakaa nje.